Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Ukiwa ni mfuatiliaji wa masuala mbalimbali ya kisiasa, utakuwa unamfahamu mzee huyu ambaye anafahamika kwa jina la Godfrey Malisa. Ni moja ya mzee ambaye amekuwa kitrendi kwa maneno yake mbalimbali katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na kutoa hoja za msingi ili kulijenga taifa la Tanzania. Amekuwa ni miongoni mwa mtu ambaye mara kadha wa kadha amekuwa akikosoa serikali. Sasa taarifa kutoka kwa mtu mmoja ambaye ameiposti taarifa kumuhusu mzee huyu anayefahamika kwa jina la Godfrey Malisa imewashtua watu wengi kweli kweli na kushangazwa. Je, taarifa hii ni ya ukweli ama si ya ukweli? Watu wanajiuliza, lakini sasa ni taarifa gani hiyo? Utafahamu. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, taarifa kutoka kwa mtu mmoja ambaye anajiita Twaha Mwaipaya ameandika hivi, mimi nanukuu maneno haya: nimepokea taarifa mzee Godfrey Malisa ametekwa jana usiku akiwa nyumbani kwake maeneo ya Msamaria Majengo au Malenga. Endelea kufuatilia kwa kina. Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ambayo ameyaposti ujamani Twaha Mwaipaya, ni mwanaharakati. Anasema kwamba mzee Godfrey Malisa siku ya jana ametekwa na watu wasiojulikana, kwa maana yake ametoweka. Kwa hivyo hii ni taarifa ambayo inapaswa kusambazwa ili Watanzania waweze kupata taarifa kuhusu mzee huyu ambaye walikuwa wanamsikiliza mara kadha wa kadha. Hakika taarifa hii imeumiza watu wengi kweli kweli. Ikumbukwe tu mzee huyu alikuwa ni kada na mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM. Hivyo pengine tutegemee taarifa zingine zitakazotoka kuhusiana na mzee huyu. Ndugu jamaa pamoja na marafiki watazungumzia kuhusiana na tukio hili ambalo limemkuta ama limemtokea mzee huyu Godfrey Malisa. Wewe maoni yako ni yapi? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment, na ikiwa ndio mara yako kwanza kutembelea katika channel hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe. Bye bye.